Zaidi ya watoto 500,000 katika halmashauri mbili za wilaya ya Geita ikiwemo halmashauri ya manispaa ya Geita na halmashauri ya wilaya ya Geita wanatarajiwa kupatiwa dozi ya chanjo ya ugonjwa wa polio ikiwa ni baada ya kuwepo kwa viashiria vya virusi hivyo ndani ya mkoa wa Mwanza. Akizungumza katika kikao cha kamati ya afya ngazi ya jamii, mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba amesema kila mzazi na mlezi aliye na mtoto wa chini ya umri wa miaka 10, mtoto huyo anatakiwa kupatiwa chanjo hiyo kama kinga ya kuzuia ugonjwa huo. Kwa upande wake, afisa programu mpango wa taifa wa chanjo kutoka Wizara ya Afya, Mike Ndoa, amethibitisha kuwepo kwa viashiria hivyo ndani ya mkoa wa Mwanza kupitia sampuli za maji taka zilizochukuliwa na kubaini changamoto hiyo, huku akisema hakuna mtu yeyote ambaye amebainika kuwa na ugonjwa huo. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Miradayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fulgence. Tunafanya kampeni hii kwa sababu kwenye mazingira yetu ya maji taka kwenye mkoa wa Mwanza tumegundua kuna kirusi cha polio, ambacho kirusi hiki kinaweza kikasambaa kwenda kwa binadamu, ambayo inaweza kusababisha madhara kwa watoto wadogo chini ya miaka 10 na ikasababisha ugonjwa wa kupooza. Kama nilivyokuwa tumesema awali, Tanzania hatujapata kabisa mgonjwa wa kirusi cha polio kuanzia mara ya mwisho ilikuwa mwaka 1996 kule Mtwara, ambapo ni Julai. Mpaka sasa hatujapata hicho kirusi kwa binadamu wala mtoto yoyote ambaye amepooza, zaidi ya kuona hiki kirusi kwenye mazingira ambapo baada ya kupima kwenye sampuli ya maji taka ikagundulika kwamba kuna hiki kirusi, na Wizara ya Afya pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kushirikiana na Shirika la Afya Duniani tukaja na mpango wa kufanya kampeni kuwakinga watoto chini ya miaka 10 dhidi ya ugonjwa huu wa polio. Na kwa mkoa wa Geita mpaka sasa tushaleta chanjo zaidi ya dozi 1,300,000 na tunaweza tukawafikia kwa mpango ni watoto 1,114,000. Hawa ndio watoto ambao wanatakiwa wafikiwe. Kwa hiyo kwenye mahitaji wamepewa na mahitaji ya ziada, ambapo kuna watoto wengine wanaweza kutoka kwenye maeneo mengine wakaja wakapata huduma za chanjo. Kwa utaratibu wa Wizara ya Afya kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI huwa tunafanya ufuatiliaji kwa magonjwa yote yanayozulika kwa chanjo, na sio tu ugonjwa wa polio, pamoja na ugonjwa wa surua. Tukimwona mtoto ana dalili zozote za ugonjwa wa surua au ugonjwa wa polio au ugonjwa mwingine wowote unaozulika kwa chanjo, huwa tunachukua sampuli na huwa tunafanya hii surveillance. Kwa hiyo kwenye maji taka ni moja eneo letu, kwa sababu ugonjwa wa polio huwa unasababishwa na kirusi na huwa inasababishwa kwa maji machafu, aidha kula chakula kilichochafuliwa au maji yaliyochafuliwa na hicho kirusi. Kwa hiyo mara nyingi huwa kinakaa kwenye utumbo na kinapita kupitia choo. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunafanya mazoezi ya ufuatiliaji kwenye maji taka. Kwa hiyo na Mwanza ni moja ya mikoa ina drainage system nzuri. Kwa hiyo huwa tunachukua zile sampuli kwenda kuzipima mara kwa mara. Kila mwezi sampuli huwa zinachukuliwa za maji machafu. Kwa hiyo kwenye zile sampuli mojawapo tuligundua kuna kirusi cha polio kwenye yale maji taka. Hapo ndipo tulipogundua kuna kirusi cha polio kwenye haya maji taka, na tukaja na zoezi la kampeni kwa ajili ya kuwakinga zaidi hawa watoto chini ya miaka 10. Niwaombe sana wajumbe wote ambao tumeshiriki kwenye kikao hiki, tuondoke na kasi ya kwenda kuwaelimisha wananchi wetu kwamba sasa tunayo kampeni maalum ya utoaji wa chanjo ya matone kwa ajili ya ugonjwa wa polio, na chanjo hii inakwenda kuwafikia watoto wenye umri chini ya miaka 10. Na kwa wilaya yetu ya Geita malengo yetu ni kuweza kuwafikia watoto wapatao 513,648. Tunatoa rai kwa kila mzazi na mlezi mwenye mtoto mwenye umri wa chini ya miaka 10 kuhakikisha kila mtoto huyo anapata nafasi ya kupata chanjo hii ya matone kwa ajili ya ugonjwa wa polio. Tumesikia mawasilisho hapa kwamba mara ya mwisho kupata mgonjwa wa polio ilikuwa ni mwaka 1996. Lakini tangu wakati huo taifa letu halijalala. Chini ya maelekezo ya viongozi wetu wakuu akiwemo Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi kubwa ya kuendelea kufanya tathmini na kufuatilia hali ya magonjwa katika taifa letu imeendelea kufanyika, na pale wanapoona hali yoyote ambayo inaleta viashiria visivyokuwa sawa, tunakimbilia kuitafuta kinga, kwa sababu kinga ni bora kuliko tiba. Na tumeelimishwa hapa kwamba ugonjwa huu hauna tiba, lakini ugonjwa huu unayo kinga ambayo inaweza kutufanya tukawa imara zaidi. Kwa nitumie fursa hii kuwaomba sana viongozi wetu wa dini. Tunajua ya kwamba leo Ijumaa kuna ibada kwa Waislamu,
lakini pia leo Ijumaa kuna ibada kwa sababu tuko katika mwezi wa Kwaresma. Kwa hiyo kuna ibada zinaendelea siku ya Ijumaa, kuna ibada zinaendelea Jumamosi, kuna ibada zinaendelea Jumapili. Kila mmoja kwa nafasi yake mtufikishie salamu hizi na ujumbe huu kwa wazazi na walezi, ili watoto wetu wote waweze kupata chanjo hii. Jambo la tatu ni la kwetu ndani ya serikali na hasa kwa wakurugenzi. Mnapoona Wizara ya Afya kwa kushirikiana na wadau wake muhimu, tumewasikia hapa wadau muhimu kwenye kampeni hii, wenzetu wa Red Cross na wenzetu wa UNICEF. Kwa kweli tunawatumia fursa hii kuwashukuru sana wadau wetu wa Red Cross na wadau wa UNICEF pamoja na Wizara ya Afya kwa namna ambavyo wameshirikiana kuturatibia chanjo hii ya matone kwa ajili ya ugonjwa wa polio. Wajibu tulionao sisi mamlaka za serikali za mitaa huku chini kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, ambako halmashauri ya manispaa ya Geita ipo na halmashauri ya wilaya ya Geita ipo, twendeni tukafanye mambo matatu. La kwanza, twendeni tukatumie mifumo yetu ambayo iko mpaka chini katika kuhakikisha kwamba elimu inashuka kwa spidi kubwa sana na ufuatiliaji unakuwa ni wa hali ya juu. Twendeni tukawatumie watendaji wetu wa mitaa, watendaji wetu wa vijiji na waheshimiwa wenye viti wa serikali za mitaa na vijiji kushuka chini kutoa elimu hii ya kutosha na kuhamasisha, ili kila mtoto aliyepo kwenye wilaya yetu ya Geita asiachwe nyuma kwenye kupata chanjo hii. Sisi jukumu letu ni kuhakikisha tunawafikia watoto wote kama target ambayo tumeelekezwa, hasa kwenye eneo la uhamasishaji na kuhakikisha watoto wote ambao wamekuwa targeted wanapata chanjo. Lakini pia ni kuhakikisha jumla ya malengo yote ambayo tumewekewa tunayafikia kwa wakati na bila kukwama. Lakini kazi kubwa ambayo tunaifanya sisi kama Chama cha Msalaba Mwekundu Tanzania kwa maana ya Red Cross ni kuhakikisha tunahamasisha jamii ambazo zimelengwa, kwa maana ambako wale watoto wanatoka, na nitoe wito na rai kama ambavyo amesema Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, maeneo yote ambayo ni targeted sites kwa maana ya shule, lakini jamii kwa maana zile kampeni za nyumba kwa nyumba, tuwaombe pia wazazi waondoe hofu katika hili la hizi chanjo, kwa sababu ni chanjo ambazo zimeidhinishwa, lakini kama tulivyosikiliza kutoka kwa wataalamu wa wizara, hakuna mgonjwa yeyote ambaye amethibitishwa kwamba na polio, lakini ni kwa ajili ya kukinga, kwa sababu tayari kama walivyosema wenzetu, tayari kuna viashiria ambavyo wameviona vinaashiria kuwepo kwa kirusi cha polio.